bila kutazama mchezo uliopita dhidi ya mchezo wa jana dhidi ya Azam na wala ule mchezo mwingine ambao alipoteza dhidi ya Azam, kwenye yale maeneo ambayo Yanga anatakiwa kuyatilia jicho, kuyakazia jicho, ni maeneo gani haswa ya muhimu? Nianze na wewe Simboranga. Kuna kwa upande wa Yanga ukiangalia kuna maeneo mengi ambayo anatakiwa afanye maboresho. Na hasa kwa timu tena maboresho makubwa, si madogo, makubwa. Sasa kama Yanga afanye maboresho makubwa na hizo timu nyingine itafanya. Nitakwambia kwa nini. Kwa nini maboresho makubwa? Sawa. Ukiangalia kwa misimu minne hii walofanya vizuri na wanakaribia kuchukua ubingwa wa 5 mfululizo. Katika msimu ambao Yanga amestruggle ni msimu hapa. Haijalishi amepata ubingwa ama hajapata. Kwa sababu eneo la kwanza ambao Yanga waliona na struggle ni kwamba msimu amekuwa hana kikosi kipana. Ndio ukweli kwa hivyo. Wakati msimu ule anachukua ubingwa, ile misimu minne hii, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, alikuwa na kikosi kipana. Ilikuwa inamrahisishia kazi mwalimu kuwa na machaguo mengi ya kufanya. Safari hana. Kumbuka hata msimu ambao Yanga imekuwa bora, Gamondi, Nabi, umeelewa? Alikuwa na option nyingi. Mpaka ilifikia hatua hata msimu uliopita Cletus Chota Chama anaanzia bench, anapata dakika chache za kucheza. Yanga ilikuwa na kikosi kikubwa, Stefan Azikia anaanza hapo, Pacom na hivyo vitu vingi. Msimu ukiangalia amefanya usajili wa wachezaji zaidi ya 18 katika madirisha mawili ya kubwa na dogo. Kubwa na dogo amefanya usajili huo. Dirisha kubwa peke yake alisajili wachezaji 14. Kubwa lile. Msimu unaanza ufresh 14 13 alisajili wachezaji pale. Sahihi. Boyeli. Lakini ule msimu wa dirisha kubwa ukiangalia ambaye amefanya vizuri, hiyo sijagusa dogo, alifanya vizuri dirisha kubwa ile. Unaweza kutafuta kwa tochi pale. Unaweza kumpata hata mmoja yule. Kubwa hilo. Duke ni msimu au msimu uliopita? Nani? Duke Buya. Duke msimu uliopita. Msimu uliopita Ramoviki wanacheza na Osman. Yaani msimu fresh ndio umeanza 2026. Kumbuka? Hakuna. Msimu Boyeli kwa Dumbia, umeelewa? Hakuna. Lasin Kouma, Conte Musaba. Umeelewa? Nani? Shabana ndio hiyo naona. Umeelewa? Hilo kubwa hilo. Kati ya wangapi hao? 14 sio 13. Na impact yake lisha dogo, wengi wakaondoka sasa. Kwa akaenda JS Kabylie kwa mkopo. Conte akaenda Raja Casablanca kwa mkopo. Dumbia ni kwa mkopo mzima. Conte kwa mkopo. Ukisema kwa mkopo maana yake bado ni mali ya Yanga. Yanga. Okay. Yaani maana yake alimtoa, maana yake alikuwa pale akizi mahitaji ya mwalimu. Umeelewa? Mohamed Dumbia naye akaondoka. Sio, umeelewa? Offense Kola naye akaondoka. Lakini bado yupo. Yupo lakini pad number. Hiyo kubwa ile. Sasa ikaja dirisha dogo. Napo kuongeza watu pale. Dodepu, Alan Okelo, umeelewa? Na wengine. Manenko. Aliklik pale ni mmoja tu pale. Ambaye ni Alan Okelo. Depu si huyo? Depu ndio unaweza kaondoa. Ndio nusu ile. Sababu hata leo kuna baadhi ya mechi amekuwa anzi kosi cha kwanza. Ameumia. Sawa kapona. Akiingia anafunga. Ndio, lakini kuna muda mwalimu kama anataka hii mechi niweza ndio hivyo unaweza kusema 50 kwa 50. Mweke basi Depo 50 kwa. Okay, basi wawili. Kwa hiyo ukikompare wachezaji kuanzia dirisha kubwa na dogo zaidi ya 18 wapo ngapi? Zimbwe. Wawili. Watatu. Sawa, kati ya 10 na ngapi hapo? Nasema ninamuelewa Simboranga asije muingiza Zimbo kwenye hiyo orodha. Unamuelewa kwenye upande gani? Zimbo wa Simba sio Zimbo wa Yanga. Inatosha tu kujielezea. Hawezi kufanana. Sio, umeelewa? Sasa hiyo inaenda kumpa mwalimu wakati mgumu, na ndio maana kuna muda sasa anapata wakati mgumu wakati timu ile ya zamani ile wakiwa wamecheza mechi nyingi. Sababu siku ile bingwa yote unapokuwa bingwa tu baadaye mashindano yanaongezeka. Yaani ukishakuwa bingwa tu lazima ucheze mashindano mengi. Na ukiwa mashindano mengi maana lazima kikosi kipana. Bingwa wewe ucheze ligi kuu, bingwa CRDB Federation,
bingwa kombe la ligi ya mabingwa, bingwa mapinduzi, bingwa muungano. Yaani yote ucheze. Kuna muda unapata fatiki wachezaji. Ndio iliwakumba sasa kina Dickson Job. Unaweza kukumbuka Job kutoka benki Yanga mara ya mwisho kuumia kama hivi ilikuwa lini? Ukumbuke. Maana Job msimu mzima kashaumaliza. Kuna muda Baka alikuwa anapata majeraha lakini anapambana anacheza hivyo. Pako msimu unaona hali ilomkuta. Maana yake wanakosa watu kuwasaidia kipindi fulani kwa be ndio kina Buba Jamel ndio msahau. Na uko shamsahau ndio Buba ndio wanakosa watu kuwasaidia. Sasa hii ni eneo mtu akasema kwamba point yangu ni nini, kwamba lazima fanye maboresho makubwa kwa sababu kikosi ambacho kilifanya bora miaka 4 ndio hicho kinatumika na ndio kinachosaidia mpaka sasa hivi Yanga kuwa anaongoza ligi na anakaribia ubingwa kikosi cha miaka 4. Kwa hiyo msimu ujao itabidi ongeze maboresho zaidi katika maeneo hayo ambayo utakwambia. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.